Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameonyesha wasiwasi wa kuwepo uwezekano wa Tanzania kukumbwa na ugumu wa kupata mikopo kutoka taasisi za fedha za kimataifa kutokana na matukio ya siku ya uchaguzi. Amesema matukio hayo yameitia doa Tanzania na huenda yakasababisha ipate changamoto ya kupata mikopo hiyo, huku akiwaelekeza watendaji wake kujikita katika matumizi ya rasilimali za ndani kutekeleza miradi iliyopangwa. Sambamba na hilo, ameahidi kuendelea na utaratibu wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri kila atakapobaini baadhi ya wateule wake wanatumia nafasi walizopewa kama fahari badala ya dhamana kwa wananchi. Oktoba 29 na 30 mwaka huu kulitokea maandamano yaliyozaa vurugu zilizosababisha kuuawa kwa raia, kuharibiwa kwa mali za watu binafsi na miundombinu ya umma. Hatua hiyo imezisababisha jumuiya za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa kutoa wito wa kutafutwa njia za kudumisha amani nchini, huku Jumuiya ya Madola ikituma ujumbe wa mazungumzo ya maridhiano. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Jumanne Novemba 18, 2025 alipozungumza baada ya kuwaapisha mawaziri na naibu mawaziri Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo, kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii, amesema. Katika muhula wake wa kwanza, amesema Tanzania ilipata mikopo mingi kwa sifa, msimamo na kazi zake, lakini kwa doa lililopo sasa, huenda hali ikawa tofauti. Kutokana na mazingira hayo, amesema ni jukumu lake na viongozi aliowateua kuhakikisha wanafanya kazi ya kutafuta fedha za ndani kupitia rasilimali zilizopo ili kutekeleza miradi inayotarajiwa. Muhula wa pili wa awamu ya 6, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri, tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nenda kamkisi usimnyukue. Mradi badala ya kupata uidhinishaji miezi 3-4, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja, hadi ruhusa inatoka, tuna miaka 2 tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo, tutaanza na watatukuta katikati, amesema. Katika hotuba hiyo, ametangaza kwamba hataona shida kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri iwapo kutakuwepo na wateule watakaozitumia nafasi walizopewa kama fahari badala ya dhamana ya kuwatumikia wananchi. Mimi sioni shida kubadilisha, na mnanijua, na kipindi fulani mlinisema kuwa nabadilisha sana, na nilisema nabadilisha mpaka nipate yule atakayefanya kazi na mimi kwa moyo mmoja, amesema. Amewataka wahakikishe wanawajibika kwa wananchi na taifa, hasa ukizingatia kuna muda mchache wa kwenda mbio kutekeleza yaliyoahidiwa. Aliye mzito akapunguze kilo kidogo, tuna kazi ya kwenda mbio, na ni mbio hasa kwa sababu muda mchache, mambo ni mengi, amesema. Amesema nafasi za uteuzi ni kupishana, ndiyo maana baadhi ya waliokuwepo hawapo sasa na kuna sura mpya zilizochanganyika na chache za zamani. Lakini amesema hata waliokuwepo walifanya kazi nzuri na matokeo yanayoshuhudiwa sasa ni matokeo ya juhudi za bidii zao. Lakini kazi hizi ni kupishana, kwa hiyo wamepishana. Kuna timu mpya na kongwe imechanganyika ili twende tukaendeleze mapambano ya maendeleo kwa wananchi, amesema. Rais Samia amewaambia wateule hao kuwa kiapo maana yake wamekubali kubeba majukumu na anaamini wameyabeba kwa moyo mkubwa na kwamba wako tayari kwenda kuwatumikia watu. Majukumu tuliyopeana leo ni dhamana, sio fahari. Kwamba na mimi ni waziri ikawa ndiyo fahari, ulikotoka, unakokaa na kwingineko. Hapana, tumebeba majukumu ya kwenda kuwatumikia wananchi, amesema. Ameeleza kwa kuwa kauli mbiu ni kazi na utu, tunasonga mbele. Utu huo unapaswa kuanza na viongozi hao, kisha kuwaonyesha kwa watu wengine na kuheshimisha. Asante kwa kutazama Vox News Africa. Kama bado hujajiunga nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kisha washa alama ya kengele
ili usipitwe na habari mpya tunazokuletea kila siku. Usisahau kushiriki video hii na marafiki zako na tufuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii kama Vox News Africa. Mimi ni Peter Japani kwa niaba ya timu nzima ya Vox News Africa. Asante na tukutane kwenye taarifa inayofuata.